إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أيها الأحبة فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم إنا نعوذ بك من البدع ومن النار. أحبة أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل فقد فاز المتقون. Ndugu zangu katika imani, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia sala na salamu kipenzi wa umma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, kwanza kabisa naihusia nafsi yangu pamoja na kuwahusieni nyinyi katika swala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwani mafanikio ya muumini yanapatikana pale atakapojipamba na sifa ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala kwa kujiweka katika yale ambayo ameamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala na kwa kujiweka mbali na yale aliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Huyo ndiye atakayefaulu katika maisha yake ya duniani na akhira. Ahibba, khutba yetu ya leo ina kichwa cha habari kinachosema birrul walidaini sa'adatun fi dunya wal akhirah. Kuwafanyia wema wazazi wawili ni sababu ya mtu kupata utukufu na duniani. Muislamu atakapolielewa hili na akalifahamu na akawa ni mwenye kulifanyia kazi ya kwamba wazazi wangu natakiwa kuwafanyia wema, wazazi wangu natakiwa kuwasikiliza, wazazi wangu natakiwa kuwahudumia, wazazi wangu natakiwa kuwaheshimu, kwa hakika Muislamu huyu atapata utukufu wa duniani na akhera. Utukufu wa duniani atafanikiwa katika maisha yake ya duniani, lakini pia mwisho wa siku huko akhera atakwenda kupata pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na kuwafanyia wema wazazi wawili. Kutokana na Waislamu wengi kutokulifahamu hili, au wengine wanalifahamu lakini wanapuuzia, wanafahamu lakini wanadharau katika swala zima la kuwafanyia wema wazazi wawili, katika swala zima la kuwahudumia wazazi wawili. Ndipo unakuta katika baadhi ya maeneo
watu wametenga nyumba kwa ajili ya wakongwe, kwa ajili ya wazee, kwamba watu hawataki kero za wazazi, kwamba watu hawataki kero za wazee. Mzazi anapokuwa amezeeka apelekwe mahala kwa ajili ya kwenda kulelewa. Yani hawa watoto wako tayari kulipa gharama za aina zozote huko kwenye hayo majumba, ili tu aondokane na kero ya baba, ili tu aondokane na kero ya mama, kwa sababu tu amezeka apelekwe kwenye nyumba wanakoishi wazee. Yawezekana mzazi huyu ana watoto zaidi ya mmoja. Yawezekana wazazi hao wana watoto 10, wana watoto 9, wana watoto 8. Lakini hawa watoto 8 wanashindwa kuwalea wazazi wawili. Hawa wazazi wawili ambao wamewalea wao wote 8 wamelelewa na watu wawili, lakini watu 8 wanashindwa kuwalea watu wawili au mtu mmoja. Kwamba siwezi kero za mzee. Mzee ameshazeka, na mzee anazeka vibaya. Kwa kuwa anazeka vibaya, tunampeleka katika nyumba za kulea wazee akaishi humo. Wewe mtoto utapata fadhila lini za kumlea mzazi wako? Yeye mbona hakukupeleka ukalelewe katika maeneo hayo ulipokuwa mdogo? Alipambana kwa hali yoyote ile, pamoja na usumbufu wako, pamoja na kero zako, alizivumilia na akakulea. Kwa nini leo wewe hautaki kumlea mzazi? Au kwa nini leo hautaki kumsikiliza mzazi? Au kwa nini leo hautaki kumheshimu mzazi? Au leo kwa nini unamdharau mzazi? Mambo haya yako katika familia nyingi. Tena wengine wamefikia mbali kabisa kwamba hana mawasiliano hata kidogo na mzazi wake, kwamba baba ni mkorofi, sitaki hata kuona simu yake, na wala siko tayari kumpigia simu, na wala siko tayari kwenda kumsalimia huko aliko. Unakuta mzazi anaishi huko kijijini katika maisha ya ajabu, mpaka watu wanaulizana, hivi mzee huyu hajazaa? Mzee huyu hana watoto? Kutokana na maisha anayoishi mpaka majirani wanamuonea huruma. Lakini mzee huyu ana watoto, amezaa, na watoto wako mijini wanaishi vizuri na familia zao. Mzazi anaishi katika mazingira magumu, hakuna mtu wa kumwangalia, hakuna mtu wa kumhudumia, na inawezekana amezeka mpaka hakuna mtu wa kuweza kumpa chakula. Ndugu zangu katika imani, Uislamu unakuamrisha wewe Muislamu, Uislamu unakuelekeza wewe Muislamu uangalie na kuwahudumia wazazi wako, na kufanya hivyo ni ibada. Unapata malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, unapata malipo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, wa'budu Allah, na muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, wala tushriku bihi shay'a, na wala msimshirikishe Allah na jambo lolote, wabil walidaini ihsana, na wazazi wawili wafanyeni wema. Baada ya kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala na ukajiepusha na ukakaa mbali na ushirikina, wafanyie wema wazazi wawili. Waangalie wazazi wako, wahudumie wazazi wako. Hiyo ni suratu Nisa aya 36. Waqala ta'ala, na Allah amesema katika aya nyingine, wa wasaina al-insana, na tumempa wasia mwanadamu, tumemuhusia mwanadamu biwalidaihi, kuwafanyia wema wazazi wake wawili, kuwafanyia ihsani wazazi wake wawili. Hamalatuhu ummuhu wahanan ala wahanin, mama yake amembeba kwa unyonge juu ya unyonge. Alipokuwa ni mjamzito, kuna hatua ngumu ambazo alizipitia, kuna mazingira magumu ambayo aliyapitia.
wa fisaluhu fi amain, na kumnyonyesha na kufikia mahala pa kumwachisha ziwa kwa muda wa miaka 2 unanyonya ziwa la mama. Allah subhanahu wa ta'ala anasema anishkuru li, nishukuru mimi, wali walidaika, na uwashukuru wazazi wako wawili, ilayya almasir, kwangu mimi ndiyo marejeo na mtakuja kulipwa kwa yale ambayo mlikuwa mkiyafanya. Hiyo ni suratul Luqman aya ya 14. Waqala ta'ala, na amesema Allah subhanahu wa ta'ala katika aya nyingine, waqadha rabbuka, na amehukumu Mola wako. Hukumu ya Allah subhanahu wa ta'ala, alla ta'budu illa iyyahu, kwamba msimwabudu yeyote isipokuwa muabuduni Allah subhanahu wa ta'ala, wa bil walidaini ihsana, na wazazi wawili wafanyieni wema. Aya zinazoamrisha sisi kuwafanyia wazazi wawili wema, aya hizi ni nyingi mno. Zote aya hizi zinatuelekeza na kutufunza sisi na kutukumbusha tuwafanyieni wema wazazi wawili. Hata kama mzazi akawa ni mkorofi, wewe bado una haki ya kumfanyia wema pamoja na ukorofi wake. Haya ni maelekezo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba tumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia tuwafanyie wema wazazi wawili. Ndugu zangu katika imani, waruya an ibn Abbas radhiyallahu anhuma, imepokelewa kutoka kwa Ibn Abbas radhi za Allah ziwe juu yao, qala, hakika Ibn Abbas amesema, 3 ayatin, aya 3 nazalat maqrunatan bi 3, zimeshuka zikiwa zimeambatanishwa na mambo matatu. La tuqbalu minha wahidatun bighairi qarinatiha, mambo hayo matatu haiwezekani moja likakubaliwa pasina na karina wake, pasina na rafiki yake, pasina na jamaa yake. Aya zimekuja zinaamrisha mambo mawili. Unapotekeleza limoja ukaacha lile lingine, lile ulilolifanya halitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala mpaka utakapoyatekeleza yote. Ihdaha, Ibn Abbas anasema moja ya aya hizo ni kauluhu ta'ala, ni kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, wa atii'u Allah wa atii'u rasula, mtiini Allah subhanahu wa ta'ala na mumtii mtume sallallahu alayhi wasallam. Faman ataa Allah, ikiwa mtu atamtii Allah subhanahu wa ta'ala, walam yuti'ir rasula, na akawa hakumtii mtume sallallahu alayhi wasallam, lam tuqbalu minhu, ile toa yake ya kumtii mtume, ya kumtii Allah subhanahu wa ta'ala haitokubaliwa mpaka huyo mja atakapomtii Allah subhanahu wa ta'ala na akamtii mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hiyo hapa ni lazima uyatii mambo yote mawili, umtii Allah subhanahu wa ta'ala na umtii mtume sallallahu alayhi wasallam. Katika aya hii kuna rad, kuna majibu kwa wale watu ambao wanasema wao wanafuata Qur'ani peke yake, kwamba hadithi za mtume wao hawako tayari kuzifuata, wao wanafuata Qur'ani tu. Aya hii ni raddi kwa watu wa namna hii wenye itikadi hii mbovu ya kwamba wao wanafuata Qur'ani peke yake na hawako tayari kufuata hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Pote hili lipo katika mapote ambayo yanajinasibisha na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa watu wapo na wanawalingania watu wafuate Qur'ani peke yake, waachane na hadithi, waachane na sunna ya mtume sallallahu alayhi wasallam. Tena wakati mwingine anakutolea na aya, achana na hadithi bwana, achana sijui na kauli ya sahaba, achana na kauli ya mtu yeyote, fuata Qur'ani peke yake, kwa sababu Allah anasema fa bi ayi hadithin ba'dahu yu'minun, ni mazungumzo gani watakayoyaamini zaidi ya hii Qur'an? Unaenda kutafuta hadithi ya mtume ya nini? Unaenda kutafuta sijui kauli ya sahaba ya nini? Unaenda kutafuta kauli ya imamu ya nini? Ndugu zangu katika imani, ahlu sunnati wal jamaa
wanatakiwa kuifuata Qur'ani na Sunna kwa uelewa wa wema waliotangulia. Kama ni aya uifahamu kama alivyoifahamu Ibn Abbas, kama ni hadithi uielewe kama alivyoielewa Ibn Abbas, kama alivyoielewa Abu Bakar, kama alivyoielewa Umar. Usifasiri aya kwa uelewa wako wewe mwenyewe, usifasiri hadithi ya mtume kwa uelewa wako wewe mwenyewe. Ifahamu aya, ifahamu hadithi kwa ufahamu wa wema waliotangulia, kwa ufahamu wa masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Kwa hawa watu wapo wanaosema kwamba tunatakiwa kufuata Qur'ani tu, tusifuate hadithi za mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini unapomuuliza baadhi ya maswali, inafikia mahala anashindwa. Tumeelekezwa na tumeamrishwa tusali Ijumaa. Wapi ndani ya Qur'ani aya inasema swala ya Ijumaa ni rakaa 2? Akutafutia kama ataipata. Katika siku ya Ijumaa kuna hutuba 2. Ni wapi ndani ya aya, wapi ndani ya Qur'ani aya inasema hutuba ya Ijumaa ziko 2? Ni wapi ndani ya Qur'ani ya kuonyeshe? Si hivyo tu, mambo ni mengi ya kuweza kumkwamisha mtu wa namna hii. Hili ni potevu, na Muislamu anatakiwa kukaa mbali na mapote kama haya, makundi kama haya. Muislamu anatakiwa kukaa mbali. Kwa Ibn Abbas anasema, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa atii'u Allah wa atii'u ar-rasula, mtiini Allah subhanahu wa ta'ala na mumtii mtume sallallahu alayhi wasallama. Ibn Abbas akasema, faman ataa Allah, atakayemtii Allah subhanahu wa ta'ala, wa lam yuti'ir rasula, na hakuwa tayari kumtii mtume sallallahu alayhi wasallama, lam tuqbalu minhu, ile toa yake ya kumtii Allah haitokubaliwa mpaka atakapomtii na mtume sallallahu alayhi wasallam. Aya ya pili, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, wa aqimus salata wa atuz zakata, nasimamisheni swala na toeni zaka. Allah anaamrisha hivyo. Ibn Abbas anasema, faman salla wa lam yuzakki, atakayeswali lakini akawa si mwenye kutoa zaka, ana uwezo wa kutoa zaka lakini akawa si mwenye kutoa zaka, ima kwa ajili ya ubakhili au ameamua kupinga kabisa kwamba hakuna ulazima wa kutoa zaka, yeye akasimama na kuswali tu peke yake. Ikiwa ataswali peke yake akawa si mwenye kutoa zaka, lam yuqbalu minhu, swala yake aliyoiswali hiyo haitokubaliwa mpaka atakapokuwa ni mwenye kutoa zaka, kwa sababu ana uwezo wa kutoa zaka. Na aya ya 3 na ya mwisho, Allah subhanahu wa ta'ala anasema, anishkuru li, nishukuru mimi, wali walidaika, na wazazi wako pia washukuru. Ibn Abbas anasema, faman shakara Allah, atakayemshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, walam yashkuri alwalidaini, na akawa si mwenye kuwashukuru wazazi wake wawili, lam yuqbalu minhu, shukrani yake ya kumshukuru Allah haitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala mpaka pale atakapomshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kisha awashukuru na wazazi wake wawili. Hapo ndio makano shahidi katika hutuba yetu ya leo. Kwa hiyo yote ambaye atamshukuru Allah lakini akaacha kuwashukuru wazazi wake wawili, shukrani yake ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala haitokubaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimu, ayuhal muslima, ewe muislamu wa kiume na muislamu wa kike, abuka alladhi aasha min ajli saadatika, baba yako aliishi kwa ajili ya wewe uweze kupata utukufu. Yat'abu litastariha, anapata shida, anateseka, lakini wewe upate furaha. Yatruku malahu wa baitahu wa mata'ahu laka, anaacha kutumia mali yake na anaiacha nyumba yake na anaacha
mambo yake mazuri mazuri anakuachia wewe, kwamba haya ninayaandaa kwa ajili ya mtoto wangu, haya ninayaandaa kwa ajili ya watoto wangu. Walau shaa la anfaqahu fi sabilillah, angelitaka mali yake yote angeitoa katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ni nyumba angezitoa wakfu, kama ni pesa angejenga misikiti mingi. Lakini pesa anakuwekea wewe, nyumba anakujengea wewe, mambo mengi anasema haya ni kwa ajili ya watoto wangu. Ma haquhu alayka, ni ipi haki yake kwako wewe mtoto? Ni nini unatakiwa kumfanyia mzazi wako ambaye anapata shida, anateseka ili wewe uweze kupata raha, anateseka ili wewe uweze kusoma vizuri, anateseka ili uwe na maisha mazuri? Leo amezeka, ni ipi haki yake kwako wewe? Jiulize. Ummuka allati hamalatika 9 ashhuri, mama yako ambaye amekubeba kwa muda wa miezi 9 tumboni mwake, anateseka, wakati mwingine anashindwa kula, anakula vitu vya hatari, wakati mwingine anakula udongo, mpaka udongo unaingia ndani, unakuta anaweka udongo wake pale ndio chakula chake, anakula, anashindwa kula chakula kwa sababu ya mimba yako wewe. Amekubeba katika tumbo lako muda wa miezi 9, wa wada'atka fi alamin yushbihu alamul maut, na akakuzaa kwa uchungu ambao unafanana na kifo. Yani anaona kama vile roho inatoka, anapata shida kwa ajili ya kukuzaa. Wa ardha'atika amaini fi ayi waqtin turid, na akakunyonyesha kwa muda wa miaka 2, tena unanyonya katika wakati wowote unaotaka. Wakati mwingine amelala usiku, unashika ziwa lile unanyonya, mchana unanyonya, muda wote unanyonya mpaka mama anachoka kunyonywa. Lakini hakuna hata siku moja amewahi kukuzuilia wewe ziwa. Watarahat anka al-adha biyadiha, na mama huyo alikuwa anakuondolea uchafu ambao wewe mwenyewe huwezi kuondoa, lakini anakuondolea kwa mikono yake, anakusafisha kwa mikono yake, bila kinyaa, bila dharau, bila. Wakati huo wewe hauwezi hata kujisafisha, hauna uwezo huo. Fama haquha laka, ana haki gani kwako wewe? Kuna jambo gani ambalo unamfanyia mama huyu ambaye alipata matatizo kwa ajili yako? Muislamu lazima ujiulize. Ndugu zangu katika imani, wazazi wametutoa katika mazingira magumu, na hawa wazazi wanahitajia furaha kutoka kwetu sisi, wanahitajia matumizi kutoka kwetu sisi, wanahitajia maneno mazuri kutoka kwetu sisi. Lakini leo unaweza kukuta kijana yuko mjini, hana mawasiliano na mama yake. Kijana yuko mjini, hana muda wa kwenda kumwangalia mzazi. Mzazi anaishi katika mazingira ya kutisha, katika mazingira magumu, anaishi katika giza. Wewe huko mjini unawasha umeme, mama anawasha koroboi huko kijijini, anawasha mshumaa kama upo. Wakati mwingine mama analala na giza. Uliza kwamba huyu mama kwa nini asiishi katika mazingira ambayo mimi pia ninaishi? Aishi katika mwanga, aishi katika mazingira mazuri, awe na chakula cha kutosha. Tuwahudumieni wazazi wetu kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, ili tuweze kupata utukufu wa duniani na akhira. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أحبة، tumeona umuhimu wa sisi kuwahudumia wazazi wetu, kuwafanyia wema wazazi wetu wakiwa wako hai. Katika hutuba ya pili
tutaona birrul walidaini ba'da mamatihima, kuwafanyia wema wazazi wawili baada ya kufariki. Mtu anaweza akaona kwamba anatakiwa kumfanyia wema mzazi akiwa yuko hai, baada ya kufariki hakuna wema wa kumfanyia. Kuna wema wa kumfanyia mzazi akiwa amefariki. Kuna mambo mengi ya kufanya. La kwanza kabisa, al-istighfaru lahuma, ni kuombea msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kama wote wametangulia mbele ya haki, kama wote wamefariki, wewe Muislamu unatakiwa kuwaombea msamaha wazazi wako wawili. Kama ni mmoja ametangulia mbele ya haki, amefariki, unatakiwa kumuombea msamaha mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mimman dhukira birruhum fil Qur'an al-Karim Nuhu alayhi salam, miongoni mwa wale ambao wametajwa ya kwamba wametajwa ndani ya Qur'an kwamba walikuwa wakiwafanyia wema wazazi wawili ni Nuhu alayhi salam, ni mtume Nuhu. Haithu qala, pale aliposema Nuhu, rabbi ghufirli, e Mola wangu naomba unisamehe mimi, wali walidayya, na ninakuomba uwasamehe wazazi wangu wawili. Anawaombea wazazi wake msamaha kwa Allah subhanahu wa ta'ala ili aweze kuwasamehe. Katika hadithi ya Abu Huraira, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna Allaha la yarfa'u ad-darajata lil'abdi salih fil janna, kwamba Allah subhanahu wa ta'ala humnyanyua daraja mja mwema peponi. Fayaqulu ya rabbi, huyo mja akinyanyuliwa daraja na Allah subhanahu wa ta'ala anasema, e Mola wangu, anna li hadhihi, daraja hili limetoka wapi mpaka mimi napata daraja hili? Limetoka wapi? Fayaqulu, Allah subhanahu wa ta'ala atasema kumjibu, biistighfari waladika laka, daraja hiyo uliyoipata ni kwa sababu ya msamaha uliombewa na mtoto wako. Rawahu al-Imam Ahmad. Ndugu zangu katika imani, kila mmoja anatakiwa ajiulize, ni lini kumuombea msamaha baba yake, kwa ajili ya kumuombea msamaha mama yake, lini ulifanya hivyo? Kama haujawahi kufanya hivyo, jua una haki ya kufanya hivyo, muombee msamaha mzazi wako. Jambo la pili, ad-du'a lahuma, kuwaombea dua wazazi wawili. Katika hadithi ya Abu Huraira radhiyallahu anhu, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, idha mata ibn adam, mwanadamu anapofariki, inqata'a amaluhu, matendo yake huwa yanakoma, yanakatika matendo yake, illa min thalathi, isipokuwa matendo matatu, isipokuwa mambo matatu, hayo huwa hayakomeki, anakuwa kaburini. Mtume sallallahu alayhi wasallam akayataja, akasema, sadaqatin jariya, sadaka ya kuendelea ambayo mtu alijifanyia, amejenga msikiti, amejenga madarisi, amechimba kisima, ametengeneza barabara. Hizi ni katika sadaka zenye kuendelea. Kama kuna sadaka ya namna hiyo uliifanya, utaendelea kunufaika nayo hata baada ya kufariki kwako. Au ilmin yuntafa'u bihi, au elimu yenye manufaa. Kama umefundisha elimu yenye manufaa, utaendelea kunufaika nayo hata utakapofariki. Au waladin salihin, au mtoto mwema ambaye anamuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa mtoto mwema ambaye anakumbuka kwamba na mzazi wangu, akamuombea dua kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hii ni haki yake, na huko ndio kumfanyia wema mzazi. La tatu, as-sadaqatu anhuma, kuwatolea sadaka wazazi wawili. Sadaka, hebu kumbuka ni lini uliwahi kutoa sadaka ukanuia ya kwamba thawabu zake zimuendee baba, thawabu zake zimuendee mama? Lini ulitoa sadaka kwa ajili ya wazazi wako? Ndugu zangu katika imani, Sa'd ibn Ubada radhiyallahu anhu, mama yake alifariki akiwa yeye hayupo. Zamani hapakuwa na simu, hakupata taarifa ya kifo cha mama yake. Alipokuja
akakuta mama yake amefariki, akamwendea Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa ana ghaibun anha, mama yangu amefariki mimi nikiwa sipo. Ayamfa'uha shay'un in tasaddaqtu bihi anha, hivi kuna jambo lolote ambalo linaweza likamfaa mama kama nitamtolea sadaka? Qala na'am, Mtume akasema ndio, ukimtolea sadaka, sadaka hiyo itamfaa mama, itamnufaisha. Qala, yule sahaba akasema, anna haiti al-mukhrafa, hakika ile bustani yangu yenye matunda mengi, sadaqatun alaiha, hiyo nimeitoa sadaka kwa ajili ya mama. Rawahu al-Bukhari. Ni nani ambaye amewahi kutoa sadaka kwa ajili ya kumfanyia wema mzazi wake aliyefariki? Akhiran, ikramu sadiqihima, miongoni mwa mambo ambayo unatakiwa kuyafanya ili uwafanyie wema wazazi wako waliofariki ni kuwafanyia wema marafiki zao. Wale marafiki wa baba na wewe wafanye ndio marafiki zako, marafiki wa mama wewe wafanye ni marafiki zako, ikiwa ni watu wa dini. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, inna abarra albirri, hakika wema ambao ni mkubwa sana, silatul waladi, ni mtoto kuunga udugu, ahli uddi abihi, wale watu waliokuwa ni vipenzi vya baba yake, akiwaunga na kuwafanya na wao pia ni marafiki, mtoto huyu atakuwa amemfanyia wema mkubwa sana mzazi wake. Rawahu Muslim. Ndugu zangu katika imani, tuna wajibu mkubwa kwa wazazi wetu, wakiwa hai au wakiwa wamefariki. Tuwafanyieni wema wazazi wetu wawili kwa ajili ya kutafuta utukufu katika dunia hii na kutafuta utukufu wa akhira, na ili tuweze kupata thawabu nyingi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. أيها المؤمنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر الإسلام والمسلمين وخذل من خذل المسلمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.